Taarifa njema kwa dunia ni Marekani na Irani za kubaliana kusitisha mapigano kwa wiki mbili. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amekubali kusitisha mashambulizi dhidi ya Irani kwa muda wa wiki mbili kufuatia pendekezo la wapatanishi katika mgogoro huo. Trump alisema uamuzi huo umefikiwa baada ya mazungumzo na viongozi wa Pakistan akiwemo Waziri Mkuu Shehbaz Sharif ambao waliomba muda zaidi kwa juhudi za kidiplomasia. Katika ujumbe wake, Rais Trump alisema kwamba hatua hiyo inahusishwa na kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz kwa usalama, njia muhimu ya biashara mafuta duniani. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Sayed Abbas Al-Lagji, amesema Iran iko tayari kusitisha mapigano iwapo mashambulizi dhidi ya nchi hiyo yatakomeshwa, akiashiria makubaliano ya masharti kati ya pande hizo mbili. Wakati huo huo, Pakistan imesema usitishaji wa mapigano umeanza kutekelezwa mara moja, hatua inayochukuliwa kama nafasi kwa pande zote kupunguza mvutano. Trump pia amesema Marekani imepokea mapendekezo ya masuala 10 kutoka Irani, akiyataja kuwa ni msingi unaoweza kufanyiwa kazi kupitia mazungumzo, huku akieleza kuwa tofauti nyingi zilizokuwepo tayari zimepunguzwa. Vita kati ya Marekani, Israeli dhidi ya Irani vilianza Februari 28, 2026 na vimeathiri masoko ya kimataifa, hasa bei ya mafuta. Wakati hayo yakichukua nafasi, kwa upande wa Irani na vyombo vya habari vya taifa hilo vyenyewe vimejiona kuwa ni washindi na vinasema kuwa makubaliano ya kusitisha mashambulizi kwa muda ni ushindi mkubwa kwa utawala wa taifa hilo. Katika taarifa iliyotolewa na Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Irani, imesema kwamba imefikia karibu malengo yake yote ya vita hivyo na kuwa adui wake amepata pigo la kihistoria. Ikumbukwe kwamba vita hivyo vilianza na kuuawa kwa kiongozi mkuu wa taifa hilo Ali Khamenei na viongozi wengine wakuu wa kijeshi, na hii ilikuwa ni tishio kubwa kwa utawala wa Iran. Iran inajiona mshindi kwa kuweza kustahimili vita vilivyoanzishwa na Israeli na Marekani kwa zaidi ya siku 30. Upande wa Israeli na wenyewe pia wameunga mkono rasmi usitishaji wa mapigano, lakini haujumuishi eneo la Lebanon. Katika taarifa rasmi ambayo wameitoa kuhusu mapigano na Irani, wamesema kwamba Israeli inaunga mkono uamuzi wa Rais Trump wa kusimamisha mashambulizi dhidi ya Irani kwa wiki mbili ikiwa Irani itafungua mara moja mlango bahari wa Hormuz na kusimamisha mashambulizi yote dhidi ya Marekani na Israeli na katika nchi za eneo hilo. Israeli pia inaunga mkono juhudi za Marekani kuhakikisha kwamba Irani sio tena tishio la nyuklia, kombora na ugaidi kwa Marekani na Israeli, lakini pia majirani wa Kiarabu wa Irani na ulimwengu mzima. Marekani imeiambia Israeli kwamba imejitolea kufikia malengo haya. Usitishaji mapigano wa wiki mbili haujumuishi Lebanon. Hapo awali, Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alisema kusitisha mapigano kulihusisha Lebanon, taarifa ambayo imekuja kukanishwa na Israeli. Na mara tu baada ya taarifa hiyo kutoka, bei ya mafuta pia imeonyesha kushuka duniani. Baada ya tangazo la Trump kusitisha mapigano, bei ya mafuta duniani imepungua kwa kasi kubwa baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza makubaliano ya kusitisha mapigano kwa wiki mbili. Mapema Jumanne, pipa moja la mafuta lililokuwa linauzwa kwenye soko la kimataifa lilikuwa na thamani ya dola 103.42, huku mafuta ya Marekani yakiwa karibu na dola 103.25 kwa pipa moja. Hata hivyo, bei bado iko juu kuliko kipindi cha kabla ya mzozo kuanzia Februari 28. Mtaalamu wa uchumi wa nishati kutoka Japan, Ichiro Kutani, alisema kushuka kwa ghafla kwa bei kunahusiana moja kwa moja na tangazo la Trump. Hata hivyo, bei haiwezi kurudi katika kiwango chake cha awali cha takriban dola 70 kwa pipa kwa sababu ya uharibifu wa miundombinu katika baadhi ya maeneo ya Mashariki ya Kati. Wakati huo, masoko ya hisa barani Asia yamepanda. Nikkei 225 Japani imeongezeka kwa takriban 4% na ASX 200 ya Australia kwa takribani 3%.
Kwa hiyo hayo ndio ambayo yanaendelea kujiri duniani kuhusiana na vita kati ya Marekani Israeli dhidi ya Irani, ambayo imekuwa ni habari kubwa duniani. Yapi ambayo yanajiri zaidi na zaidi kupitia hapa nitakuwa na kujuza ili nawe upate kufahamu kiundani kuhusiana na sakata hili. Yapi maoni yako kuhusiana na makubaliano ambayo Marekani, Israel na Iran wamefanya pamoja? Basi niambie ili wote tupate kwenda sawa. Kutakuwa na msaada wowote? Kipi ambacho nakiona? Je, vita hii inaweza kusitishwa moja kwa moja ama baada ya wiki mbili kuisha mambo baada yatarejea kama alivyokuwa awali?